Msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya msimu 2023-2024 kuna wachezaji walioongoza kwa kupiga mashuti. Wa kwanza alikuwa ni Stefan Aziz Ki. Yes, hapa tunazungumzia ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League kwa msimu 2024-2025. Lakini tunakumbushia katika kile kilichotokea msimu uliopita, msimu ambao Yanga walikuwa mabingwa ligi kuu Tanzania bara, ubingwa ambao msimu huu wameutoa tena ikiwa ni mara ya 4 mfululizo. Hapa naangalia wachezaji waliokuwa na ujasiri wa kuwa wanafanya majaribio ya kufunga wanapokuwa karibu na lango la upinzani. Msimu uliopita aliongoza alikuwa ni Stefan Aziz Ki. Alimaliza ligi akiwa amepiga mashuti 90. Kati ya hayo mashuti 52 yalilenga shabaha. Halafu Aziz Ki akafunga mabao 21, tunakumbuka vizuri, akatoa assist 8, akachangia mabao 29 kwa klabu yake ya Yanga iliyomaliza msimu ikiwa na mabao 71 na kutoa ubingwa huo. Lakini wa pili alikuwa ni Feitoto wa Azam, ambaye yeye paka ligi inakamilika alikuwa amepiga mashuti 60, kati ya hayo mashuti 35 yamelenga lango. Feitoto akafunga mabao 19, akatoa assist 7, tunakumbuka vizuri. Kwa hiyo akachangia mabao 26 kwa klabu yake ya Azam iliyomaliza ya pili katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita ikiwa na mabao 63. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Azam kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu tangu msimu 2015-2016. Mafanikio hayo kwa kiasi kikubwa pia yalichangiwa na Feitoto, ambaye mwisho wa siku Aziz Ki akawa top scorer, ndiye mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara kwa mabao yake 21, lakini wa pili alikuwa Feitoto ambaye alimaliza ligi akiwa na mabao 19. Lakini msimu huu walioongoza katika kupiga mashuti walikuwa ni wachezaji gani? Wacha hapa nikupe orodha ya wachezaji watano, top 5 players ambao katika msimu huu 2024-2025 uliokamilika hivi karibuni, kwa maana ile Juni 25 katika mechi ya dabi ya Kariakoo, Yanga wakiwa wenyeji dhidi ya Simba, Yanga wakashinda 2-0. Lakini orodha ya wachezaji walioongoza kupiga mashuti mengi, hapa nazungumzia mashuti ambao mwisho wa siku ilikuwa ni manufaa kwa timu zao pindi zinapokwenda kushambulia. Namba 1 alikuwa ndi top scorer katika ligi hii ya msimu 2024-2025. Kama ilivyokuwa kwa Aziz Ki msimu uliopita alikuwa top scorer akiwa ndiye aliongoza kupiga mashuti mengi, kama ilivyokuwa msimu kabla ya msimu uliopita ambapo Fisto Kalala Mayele alikuwa ndiye top scorer, aliongoza kwa kupiga mashuti, alipiga mashuti 94, na msimu huu pia aliongoza kupiga mashuti mengi, ndiye huyu aliongoza kwa kupachika mabao. Naye sehemu nyingine ni Sha Ahua wa klabu ya Kundu wa Msimbazi Simba. Tunatambua vizuri kwamba yeye alimaliza ligi akiwa ndiye mfungaji bora msimu huu akiwa na mabao 16. Kivipi? Kwenye mashuti alikuwa amepiga mashuti 72, kati ya hayo mashuti 42 yamelenga shabaha, halafu akawa amefunga mabao, tunasema goals. Mabao aliyofunga ni 16, lakini akitoa assist 9 kwa maana pasi saidizi za mabao. Matokeo yake hizi assist 9 ukiongeza alichangia mabao 25 kwa klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo ilimaliza ligi ikiwa imefunga mabao 69. Huyu ndiye aliongoza, na kwa zaidi ni kwamba alifanya haya baada ya kucheza mechi, tunasema mechi, alicheza mechi 27, dakika alizocheza 2000. Kitendo chake cha kupiga mashuti 72, maana yake kwa wastani Jashaua minutes per shots, MPS, alikuwa anapiga shuti kila baada ya dakika 28, 28 minutes kwa wastani ilikuwa hivi. Huyu ndiye Jashaua aliongoza kwa kupiga mashuti mengi. Namba 2 ni Stefan Aziz Ki. Alichezea Yanga msimu huu, ingawa tunafahamu vizuri kwamba kabla ligi haijamalizika alitwaliwa na klabu ya Wydad Casablanca katika biashara ambayo ilimwezesha kwenda kujiunga na timu hiyo ya Morocco. Lakini wakati akiondoka, yeye alikuwa ni miongoni mwa waliopiga mashuti mengi katika ligi kuu Tanzania bara. Stefan Aziz Ki paka anaondoka alikuwa tayari ameshapiga mashuti, tunasema shots, mashuti 65. Kati ya haya mashuti 32 yalikuwa yamelenga shabaha, halafu akafunga mabao, tunasema goals, mabao akifunga 9, akitoa assists, pasi za mabao 7, na hivyo jumla akichangia mabao 16 kwa klabu yake ya Yanga, ambayo mwisho wa siku imetoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa imefunga mabao 83. Lakini Aziz Ki aliyafanya haya baada ya kucheza mechi 25 tu. Yes,
dakika alizocheza Stefan Aziz Ki 1632. Kwa lugha nyingine, kwa wastani minutes per shots, alikuwa kwa wastani anatumia dakika ngapi kufanya jaribio la kufunga dhidi ya wapinzani? Utagundua kwamba ni MPS, minutes per shots. Tutachukua dakika alizocheza 1632, tutagawanya idadi ya mashuti aliyopiga ambayo ni 65. Ukigawanya vizuri utagundua ni dakika 25, 25 minutes. Kila baada ya dakika 25 akiwa uwanjani, Stefan Aziz Ki kwa wastani alikuwa anapiga shuti kujaribu kuifungia timu yake ya Yanga. Jasha huwa yeye dakika 28 kujaribu kuifungia timu yake ya Wekundu Msimbazi Simba. Namba tatu sio mwingine baada ya Jasha huwa, baada ya Stefan Aziz Ki, ni Prince Mpumelelo Dube, striker Yanga, mchezaji wa kimataifa kutoka Zimbabwe. Yeye mpaka ligi inakamilika alikuwa amecheza mechi 28, 28 games. Dakika alizocheza Prince Mpumelelo Dube ni dakika 1797. Katika dakika hizi akiwa uwanjani, nini alifanya Dube? Alipiga mashuti shots 55, yaliolenga shabaha yalikuwa ni mashuti 37. Halafu nini katokea? Dube akafunga mabao goals 13, akatoa assist, pass saidizi za mabao 8 assists. Mwisho wa siku ilimfanya changie mabao 21 kwa klabu yake ya Yanga na kuisaidia kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu, ikiwa imemaliza na point 82, mabao 83, na kuwa ndio timu iliyofunga mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 2024 2025. Kwa wastani ukichukua hii MPS ambayo nimeshatoka kuelezea, kwa maana kuchukua dakika alizocheza 1797 gawanya kwa mashuti aliyopiga ambayo ni 55, Dube kwa wastani alikuwa akipiga mashuti kila baada ya dakika 33. 33 minutes kwa wastani alikuwa ana register, anapiga shuti kujaribu kuifungia timu yake ya Yanga. Namba 4 ni Clement Mzize Walid. Yeye katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu alicheza mechi 29. Yes, 29 games Mzize alicheza. Dakika alizocheza 1765 minutes katika ligi nzima. Dube dakika 1797, yeye dakika 1765. Kwa dakika hizi akapiga mashuti Mzize shots 54, kati ya haya 30 alilenga shabaha, halafu akafunga mabao, tunasema goals. Yeye ndo alikuwa kinara wa mabao ndani ya kikosi cha Yanga katika ligi kuu msimu huu kwa kufunga mabao 14, lakini alitoa assist 5 assists. Kwa hiyo kwa ujumla akawa amechangia mabao 19 kati ya wale mabao 83 walifunga Yanga msimu huu, na hivyo kuwa miongoni mwa wale walioiwezesha kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo. Kwa wastani ukiangalia dakika alizocheza 1765 ukigawanya kwa idadi ya mashuti aliyopiga ambayo ni 54, minutes per shots, dakika alizokuwa akitumia kwa wastani kupiga shuti ni dakika 33 na sekunde 36. Huyu ni Clement Mzize Walid katika hii tunasema MPS, minutes per shots. Watano wanaikamilisha orodha yetu ya top 5 players waliofanya majaribio mengi kwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu ni Maruf Chakei wa klabu ya Singida Black Stars. Yeye kwa msimu huu akiwa miongoni mwa nyota waliowezesha Singida Black Stars kumaliza katika nafasi ya 4 ya msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, na hivyo kupata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa msimu ujao. Huyu kitwaa nafasi ya 5, Chakei alimaliza ligi akiwa kwanza amecheza mechi 27, 27 games. Lakini kwenye mechi hizi alicheza kwa dakika 1803. Huyu Maruf Chakei katika dakika hizi nini alifanya? Alipiga mashuti, tunasema shots 47. Kati ya haya mashuti 23 yalilenga shabaha, halafu Maruf Chakei akafunga mabao, tunasema goals 6, akatoa pass saidizi za mabao assists 4. Kwa hiyo kwa ujumla akawa ameisaidia timu yake ya Singida Black Stars mabao 10 kati ya hayo, kwa maana 6 alifunga mwenyewe, 4 assists. Ukiangalia vizuri, ukichukua hii tunasema MPS kwa maana minutes per shots,
Maarufu Chake kwa wastani ilikuwa unachukua dakika 1803 halafu unagawanya kwa idadi ya mashuti aliyopiga ambao ni mashuti 47. Ukigawanya vizuri, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, utapata wastani wa dakika 38, 28 minutes wastani. Ilikuwa kila baada ya dakika 38 kwa msimu huu Maarufu Chake anafanya majaribio ya kuifungia klabu yake ya Singida Black Stars. Na hawa ndio wachezaji watano walioongoza kupiga mashuti mengi katika ligi kuu Tanzania bara, na athari walizoleta kwa wapinzani ndivyo kama ninavyotoka kuelezea, kwa sababu kila mmoja tumejaribu kuonyesha mabao aliyofunga, assist, pass za mabao alizotoa. Mwisho wa siku hawa wote watano wameziwezesha timu zao kumaliza miongoni mwa timu 4 za juu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na hii ndio orodha ya wachezaji watano walioongoza kwa kufanya majaribio mengi ya kupiga mashuti ili kuweza kuziwezesha timu zao kupata ushindi. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.